Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa West TV. Mimi ninaitwa ndugu yako katika Kristo, Philip Haemba. Natokea Webuye, mahali panaitwa Joyland. Na tunaendelea bado, na ningependa leo tuangalie swali ambalo mtumishi wa Mungu alilituma kuhusu siku ya kupata neema. Na tulikuwa tunazungumza kuhusu neema ya kwanza na neema ya pili, ambayo ya kwanza ni uokovu na ya pili ni kupatizwa na Roho Mtakatifu. Na hapo sasa unatoka ukiwa mtumishi ambaye amekamilika. Kwa hivyo tunapoanza kusoma, tunasoma katika Warumi 13:11. Tunataka tujue ni lini ambapo mtu anafaa kupokea uokovu na Roho Mtakatifu. Upako ambao ni wa kimbingu, sio upako wa dunia. Maana upako wa dunia hii unataka kujipanga, unataka hata uwe na miezi kadhaa. Lakini swali ni, mtu anapotaka kupokea neema kutoka kwa Mungu, neema ya kwanza ambayo ni uokovu, na pia upako na mafuta yanayotoka kwa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, anafaa afanye nini na ni siku gani? Mtumishi wa Mungu, tunaposoma Biblia inasema katika Warumi 13:11 ya kwamba, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyafue matendo ya kiza na kuzivaa silaha za nuru. 13. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulavi na ulevi, si kwa ufisadi na usherati, si kwa ukomvi na wivu. 14. Bali mfaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Swali ni, kuyafanya haya yote tunafanya nini au wakati gani? Nataka leo tuangalie ni wapi au ni wakati gani ambapo mtu anafaa kupokea uokovu. Na tusungumzi tu kuhusu uokovu ambao watu huwa wanausema. Tunasema kuhusu uokovu ulio kamili na uliokamilika, ambao unatokana na sadaka kamili ambayo Yesu Kristo aliitoa pale msalabani. Biblia inasema hivi, ukisoma Matendo ya Mitume 13:33, ni lini ambapo mtu anafaa kupokea uokovu? Biblia inasema ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Leo. So kuzaliwa mara ya pili, vile Biblia inavyosema katika Yohana 3, kuanzia penyewe Yesu anapozungumza na Nikodemu. So kuzaliwa, mimi leo nimekuzaa. Kumbe kuzaliwa na Bwana, kuzaliwa mara ya pili ndio kupokea neema ya wokovu. Kumbe ni leo. Kwa sababu kesho hatujui kitakachotokea. Kesho bado iko katika mikono ya Mungu. Kwa hivyo kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya ni leo hii. Mtumishi wa Mungu, hebu tuendelee kusoma maandiko ili tujue ni lini ambapo unafaa kupokea hii neema tunayozungumzia. Tukisoma Waebrania 3:13, Biblia inasema hivi, lakini muonyane kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Siku ya kupokea neema ya wokovu pamoja na nguvu za Roho Mtakatifu isipite leo. Inafaa iwe leo hii. Mtumishi wa Mungu, kubadilisha maisha, kuanza kuishi maisha matakatifu, kukeuzwa, isifai au haifai kusema kwamba inafaa iwe kesho. Ni leo hii. Manabii wa uongo watakwambia kwamba anza kuandaa maisha yako, sijui kesho au mwaka ujao utakuwa hivi na hivi. Mimi nataka nikushauri hivi, kwa sababu sijatumwa na tumbo wala sijatumwa na mtu yeyote. Nimetumwa na Mungu mwenyewe. Mungu aliyesababisha mimi niliyekuwa katika kazi fulani, hata nikafanya na serikali ya Kenya, lakini akaniamsha, akaniambia, Filipo, toka huku kuja unitumikie. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, nilitumwa na Mungu leo hii kukuambia kwamba leo ndio siku ambayo unapaswa kupokea wokovu, kubadilisha mienendo yako, maana kesho haijulikani. Kwa hivyo siku ya kupokea wokovu, ambao hiyo ni neema ya kwanza, na siku ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu zitendazo kazi ndani mwetu ni leo hii. Kwa sababu kesho huenda Bwana akakuhitaji umfanyie kazi mahali fulani, na Mungu anakuhitaji ubadilike leo ili kesho aanze kukutumia. Mtumishi wa Mungu, hebu tuendelee kusoma maandiko. Ukisoma Waebrania 13, Waebrania 13 kuanzia 5, Biblia inaanza kusema hivi, msiwe na tabia kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenye amesema sitakupungukia kabisa, wala yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Sasa leo hizi ndizo tabia ambazo Bwana anatuonya. Msiwe na tabia ya kupenda fedha,
muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Leo hii tukiamua kupokea neema hii ya wokovu itendayo kazi ndani mwetu, neema inayotokana na Mungu mwenyewe, neema ya kwanza ambayo ilitokana na Mungu mwenyewe, wokovu, na neema ya pili ambayo ni nguvu za Roho Mtakatifu zitendazo kazi ndani mwetu, basi leo hii tukiamua kwamba tupokee, basi tusiwe na tabia ya kupenda fedha, tuwe radhi na vitu tulivyo navyo, na hapo utakuwa mtumishi wa kweli. Watumishi wengi leo hii wanapoamua kuwa watumishi wa Mungu, wanaenda na nia tofauti tofauti katika utendakazi wa Mungu. Na ndio maana wengi hawajaitwa na Mungu, lakini walipojiita wakajiingiza katika kutenda kazi ya Mungu, wameweza kusababisha maafa katika ufalme wa Mungu. Wizi mwingi, utapeli mwingi unafanyika katika utendakazi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu waliingia katika utendakazi wa Mungu na nia tofauti tofauti. Leo hii Bwana anatuonya, anatuambia kwamba tuwe radhi na vitu tulivyo navyo. Wakati mimi ninaingia katika utendakazi wa Mungu, kazi niliyokuwa nayo, na hali ilipoingia hali ngumu, nikaanza kuadjust, nikaanza kufanya kazi ndogo ndogo zitakazo niletea mapato kwa ajili ya familia yangu na kwa ajili ya watu walio karibu na mimi. Mtumishi wa Mungu, tujifunze hili kutokana na hata watumishi wa Mungu kama Paulo. Paulo wakati alikuwa anafanya kazi ya Mungu akihubiri, ili kuendelea kutumika katika mafuta ambayo Bwana alikuwa ameweka juu yake, ili kuendelea kutumika katika nguvu za Mungu, kwanza kabisa aliridhika na vitu alivyokuwa navyo. Kitu ambacho sina kwa sasa, nisitumie uongo wala utapeli kukipata katika namna ya kumtumikia Mungu, na kumbe mimi ninaiba katika jina la Mungu. Mtumishi wa Mungu, ridhika kwanza na hali ambayo uko ndani, ili nguvu za Mungu siendelee kufanya kazi ndani mwako. Sikiliza mtumishi wa Mungu, mstari wa 8 inasema, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. So mtu ambaye tuko sure ya kwamba atakuwepo hata kesho na milele ni Yesu Kristo. Lakini sisi so long as bado tuko katika dunia hii, na tukiwa katika dunia hii tunaambiwa sisi ni wasafiri. Ya kesho tuyaachie Mungu, tudili na leo. Leo tusipobadilika, kama sisi ni wasafiri, ukiwa unasafiri kesho kwenda safari ya mbali, maandalizi yanaanza leo. Wewe kama mtumishi wa Mungu, umejiandaaje leo iwapo kesho, sisemi kwamba utaondoka duniani, lakini iwapo kesho itokee kwamba haupo duniani, utaenda motoni siku ya mwisho au utaenda mbinguni? Hilo ndio swali ambalo unafaa kujiuliza. Mtumishi wa Mungu, hebu tusome katika maandiko, kitabu cha Zaburi. Zaburi 95. Zaburi 95, mtumishi wa Mungu ukiwa pale. Zaburi 95, Biblia inasema hivi, mstari wa 7. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake, na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Siku ya kusikia sauti ya Mungu, siku ya kupokea neema ya wokovu, na siku ya kuanza kutumika katika nguvu za Mungu ni leo. Kwa nini? Kwa sababu kesho haijulikani, mtumishi wa Mungu. Tunajifunza ili tuandaliwe kwa ajili ya kazi ambayo Bwana anatuhitaji tufanye. Mungu anatuhitaji leo. Mungu hatuhitaji mwaka ujao au wiki lijalo. Bwana anataka leo. Unaposoma katika Warumi 12 kuanzia 1, 2 na 3, inasema kwa rehema za Mwenyezi Mungu tutoe miili yetu. Kutoa miili yetu kwa Bwana ni lini? Ni leo hii, mtumishi. Hakuna siku nyingine, kwa sababu kesho hatuko sure. We are not guaranteed. Hatuko na guarantee kwamba kesho tutakuwepo. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo 6:11. Tunazungumza kuhusu siku ya kupokea neema. Hii ni sehemu ya mwisho ya somo la neema juu yake. Neema ya kwanza ni inayohusu wokovu. Unapohubiriwa neno, kulipokea ni leo hii. Unaposikiliza sauti ya Mungu mahali popote inazungumza, kuipokea hiyo sauti na kutii na kuifuata ni leo hii. Ndio maana Zaburi 95:7 Biblia inasema leo hii Bwana anakuomba kwamba unaposikia sauti hii usifanye moyo wako kuwa mgumu. Pokea sauti hii leo na ukaweza kuomba Bwana akupe nguvu utakazotumia katika utendakazi wake. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Mathayo 6:11 Biblia inasema hivi ya kwamba utupe leo riziki yetu.
Ombi letu wakati wowote tunapoamka asubuhi, kila wakati, riziki inatoka kwa Mungu. Watu wengi hatuhubiri au tunahubiri tukijua kwamba riziki yetu inatoka kwa washirika. Wengi tunatumika katika utendakazi wa Mungu tukiwa na matarajio kwamba hawa ambao tunahubiria ndio watakaotulisha, ndio watakaotufisha, ndio watakaotupea chochote ambacho tunahitaji. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Kila asubuhi mimi ninapoamka, ombi langu ni kwamba so long as Mungu umeniamsha, nipewe riziki itakayo kile kitu ambacho kitaniendeleza katika maisha yangu leo hii. Na Mungu amekuwa mwaminifu katika kunipea riziki kila siku. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Kila wakati tumeweka tegemeo letu kwa wanadamu. Tunaangalia wanadamu kuwa watu ambao wana riziki zetu. Sikiliza, nataka leo hii iwapo uko pale na uko na Biblia, usome Yeremia 17:5. Biblia inasema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, ili hali moyoni mwake amemwacha Mungu. Leo hii mtumishi, jifunze kwanza kuomba Mungu kwa ajili ya riziki. Kwa ajili ya kitu chochote tegemea Mungu. Leo hii amua kwamba maisha yangu yote nitategemea Mungu. Kwa nini utegemee Mungu wakati wewe ni mgonjwa na anakuponya, lakini ikifika kwa chakula au pesa unataka utegemee wanadamu? Nataka nikuambie kwamba iwapo umewahi mtegemea Mungu kwa lolote na akawa mwaminifu, basi mtegemee kwa vitu vyote. Mtegemee iwapo wewe ni mgonjwa, na mtegemee pia kama chakula hakipo. Muombe Mungu. Wakati unamuomba asubuhi kuhusu riziki, na utoke utafute, Bwana atasababisha njia. Mungu atasababisha mlango wa riziki. Shida ni kwamba tunashinda katika makanisa tukiomba na kufunga, tukifikiri kwamba chakula kitatoka mbinguni kianguke pale. Na hiyo ndio imefanya nguvu za Mungu ndani mwetu zikaondoka. Maana tuliingiza elimu nyingine na namna nyingine ya utendakazi. Nataka nikuambie kwamba iwapo unataka nguvu za Mungu zitendazo kazi ndani mwetu, zikae na zidumu ndani mwetu, basi sikiliza Bwana anasema nini. Asubuhi iwapo unaamka na anakuambia kwamba nenda ukaombe, nenda ukaombe. Iwapo Bwana anakuambia leo hii omba ukiwa katika sehemu ya kazi, nenda uombe ukiwa sehemu ya kazi. Tunaishi siku ambazo tunaishi kwa kusikiliza sauti ya Mungu na kuenda kwa sauti ya Mungu. Hatuendi vile hisia zetu, hatuendi vile watu wanatuambia tufanye. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Tunaenda katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6:2. Tuone ni siku gani. Hili ni swali ambalo mtumishi wa Mungu aliuliza, ya kwamba ni siku gani basi ya kupokea wokovu? Ni siku gani ya mtu kupokea Roho Mtakatifu? Siku gani ya kupokea neema ya kwanza na neema ya pili? Siku yake ndiyo hii, mtumishi wa Mungu. Hebu tusome Wakorintho wa pili 6 kuanzia mstari wa pili. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu wako, ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Hakuna kusema kwamba kesho. Na nashukuru Mungu kwa sababu kuna mtumishi anaitwa Askofu Benjamin. Kila wakati anapopata mtu na amuhubirie, anapomhubiria tu huyo mtu pora amini, anamwambia kwamba iwapo kuna maji karibu, tunaenda pale tunapatiza siku yenyewe. Kila wakati tumekuwa tukifanya hivyo. Na ninakumbuka, huu ni ushuhuda tu, sio kujisifu. Ninakumbuka tukiwa sehemu nje ya Malawi, kuna rasta mmoja alikuwa anatupepa kwenye gari. Siku alipotupokea akawa anazungumza kinyume sana na wachungaji. Tukamkubali tu kwa sababu alikuwa ametupepa kwenye gari lake. Lakini siku zilipoenda, huyu ndugu akaanza kujifunza kwa mienendo yetu na kwa tabia zetu. Na mwisho akasema, mbona mimi nisiwe kama nyinyi? Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Wakati uliokubalika wa wokovu na kupokea nguvu za Mungu ni leo au ni sasa hivi. Maana kesho hatujui. Lakini ombi langu kila wakati, na haswa ombi langu kwako leo hii, ni kwamba Mungu hatafurahia iwapo utatoka hapa duniani ukiwa katika dhambi. Haimfurahishi Mungu. Na ni furaha iliyokuu mbinguni na hata hapa duniani wakati wewe mtumishi unaamua leo hii ya kwamba umemkubali Kristo ndani mwako na umekubali utumike na yeye kwa nguvu zake za Roho Mtakatifu. Narudia hiki kifungu. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia,
siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokupalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Mtumishi wa Mungu, siku ya wokovu, siku ya kupokea neema ya kwanza ni siku hii. Siku ya kupokea neema ya pili ni leo hii. Neema ya kwanza ikiwa ni wokovu, kumkubali Kristo na kumkiri na kinywa chako na kuacha njia mbaya na kuanza kufuata njia zinazompendeza Mungu, ni leo hii. Siku ya kuanza kutumika katika nguvu na ishara zitokazo mbinguni ni leo hii. Hatuna siku nyingine, mtumishi wa Mungu. Hebu tusome tuone kila ambacho Bwana katika maandiko yake anasema ameweka mbele zetu. Tunasoma katika Kumbukumbu la Torati 30:19. Biblia inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 30:19 ya kwamba nasishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chakua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Leo hii chochote ambacho utaamua ndicho kitakachosaidia au haribu familia yako kesho na wewe mwenyewe. Maamuzi utakayoamua leo, maamuzi utakayofanya leo, either ufuate Kristo na uponye familia yako, uponye ndoa yako, uponye kazi yako, au ukose kumfuata Yesu Kristo na mambo mabaya yaanze kukufuata. Maana Bwana anaamrisha mwenyewe. Bwana mwenyewe anasema, he's declaring ya kwamba ameweka mbele zetu vitu viwili. Mbele zetu ameweka vitu viwili, na sio kesho, leo. Biblia inasema kwamba ukisoma maandiko yanasema hivi, nasishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Bwana ameweka mbele zako leo hii uzima na mauti. Kwa hivyo chochote utakachochagua. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja nilikuwa ninazungumza naye, akawa analia kuhusu jamii yake. Jamii yake, ndani mwa hiyo jamii kuna watu wanaosifika kwa wizi. Nikamwambia, mtumishi, nenda ukatangazia familia yote, ita mkutano na familia. Tangazia familia kwamba leo hii iwapo mtu yeyote hataamua kuchukua uzima, basi mbele yake kutakuwa na mauti. Siku iliyofuata watu waliokamatwa wengi walitokea katika hiyo familia katika namna ya wizi. Na mnavyojua mob justice haikuacha ile familia. Sikiliza mtumishi wa Mungu, na kutangazia wewe ili uende utangazie familia yako, na kutangazia wewe ili uende utangazie mtu aliye karibu na wewe, ya kwamba leo hii mbele yetu Bwana ameweka vitu viwili. Bwana ameweka uzima na mauti. Pia Bwana ameweka mbele zetu vitu viwili. Ameweka baraka na laana. Lakini Bwana ni mwaminifu na Mungu ni mwenye huruma. Anasema hivi, basi chakua uzima. Mtumishi wa Mungu, chakua uzima. Unapochakua uzima, umechakua Yesu Kristo. Maana anapokaa ndani mwetu, yeye ni uzima. Anapokaa ndani mwetu, baraka zinakuja automatically. Hakuna nabii wa uongo ambaye atatapiri juu yako kuhusu baraka. So long as you have Christ, hata kama hauna baraka za vitu vya dunia hii, utakuwa na baraka ya vitu vinavyotoka mbinguni. Baraka za rohoni. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Baraka haimaanishi kwamba una magari mengi, mashamba au nini. Inamaanisha umepokea kinachotokana na Mungu mwenyewe. Cha kwanza ni msamaha wa dhambi. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Kuhusu leo, tunazungumza kuhusu leo. Wakati unapoamua leo, ni kipi ambacho kitafanyika juu ya maisha yako? Maana Bwana mbele yako leo utakapoamua kuchakua Kristo, umechakua uzima na umechakua baraka. Wakati utaamua kuendelea na matendo yako maofu, matendo mabaya, umechakua shetani, na shetani ndiye atakuelekeza, na kazi yake ni kupoteza kwa ukweli na uzima na kuelekeza katika moto. Mtumishi wa Mungu, nakusihi kwa rehema zake Mwenyezi Mungu ukaweze kuchakua leo. Chakua Kristo, chakua njia ya uzima, chakua kweli, tembea katika Roho Mtakatifu, tumika na Mungu mwenyewe. Uwezi ukasema kwamba uko tayari kwenda kukutana na Mungu wakati hapa duniani hauna haja na Mungu mwenyewe. Haujafanya mazoezi ya kukaa karibu na Mungu mwenyewe. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Kila ambacho Bwana anatuahidi ya kwamba tutapokea wakati tukiwa tunatumika katika nguvu zake. Tunasoma Yohana 15:22. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Kama nisingalikuja na kusema nao, wakasingalikuwa na dhambi,
lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Kristo amesema nasi kwa neno lake ya kwamba leo hii tunapochukua uzima, basi tutakuwa tumeepuka na moto. Lakini kwa sababu tumesema na wewe, Kristo ndani yangu anasema na wewe ya kwamba leo hii, kwa sababu umesikia ujumbe huu, na iwapo hautaaja dhambi, iwapo utaendelea kutembea katika hiyo dhambi, basi hautakuwa na udhuru. Mimi kama chombo cha Mungu ninanawa mikono kwa dhambi zako. Iwapo utaendelea kuishi kwa hizo dhambi, wewe mwenyewe na dhambi yako motoni. Lakini nakusihi, ingelikuwa vyema kama ungeamua kuchukua Kristo au kuchukua uzima, maana ndiye njia ya uzima. Uzima tu wa hapa duniani, unaishi katika uzima, na hata mbinguni utaishi katika uzima wa milele. Magonjwa yanakuzidi, magonjwa yanaendelea katika maisha yako. Kwa nini? Mbona hujawahi jiuliza? Tafuta namna vile unaweza zungumza na Mungu akwambie siri, maana siri zote zimefichwa pamoja na Baba wetu aliye mbinguni. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Hebu tusome Luka 12:47. Biblia inasema hivi, ukiwa pale mtumishi wa Mungu: na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari, wala kuyatenda mapenzi yake, atapikwa sana. Leo hii iwapo utakataa ujumbe huu, leo hii iwapo utadharau ujumbe huu, leo hii iwapo utakataa kwamba ujumbe huu hauna umuhimu wowote, na nimekuambia vile Yohana 15:22 imetuambia ya kwamba hauna udhuru, hauna sababu, you have no excuse because you've heard, umesikia. Na kwa sababu umesikia, ni afadhali ukageuka sasa hivi, ukageuka leo hii. Usipokeuka, hata kama utahitimu katika mambo unayoyatenda, ufiche dunia yote, lakini Biblia inasema bora tu umesikia huu ujumbe, siku ya Bwana atakaporudi utapikwa sana, maana ulisikia ujumbe wa kweli na hukufanyia kazi. Katika ulimwengu wa sasa, watu wanapenda sana wasikie manabii wa uongo. Watu wanapenda sana wasikie unenaji au utabiri wa uongo unaotoka katika mioyo ya watu. Watu wanapenda sana wasikie ukisema kwamba unaenda kupokea gari, unaenda kunawiri, unaenda kuenda mbali, unaenda ng'ambo. Sikiliza, ng'ambo utaenda, vitu vingine vitafanyika, lakini ni afadhali uchakue Kristo awe ndani mwako, ili unapoenda ng'ambo, yote utakayofanya ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Ni wangapi tumewaona wakienda ng'ambo, wakirudi, wanarudi wakiwa katika maisha ya dunia kabisa. Kama huo ndio unabii unaotimia, basi ni wa uongo. Kuna wale ambao kabla hawajakuwa na magari, walikuwa na heshima, walikuwa wananyenyekea. Pindi tu walipopata magari, wakajiinua. Sasa hivi wanadharau na kurushia watu maji barabarani. Kama huo ni unabii uliotimia wa kuwatesa wanyonge, wa kuwapitishia katika taabu, basi huo unabii ni wa uongo. Maana ninachoelewa ni kwamba kwa Bwana, mtu anapopokea nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, upako au mafuta ya mbinguni, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta haya huwa yanashusha mtu. Mimi niliyekuwa ninajiita majina makubwa, wakati nilipokea hayo mafuta, yalinishusha, yakanifikisha katika kiwango cha kutumika tu. Ukiona mtu baada ya kuwekewa mafuta anapanda vyeo, anajipandisha, jua huyo mtu anafuata njia ya ibilisi, shetani. Kwa sababu ninachoamini kwamba Kristo alipopokea nguvu za Roho Mtakatifu akanyenyekea mpaka akaosha miguu ya wafuasi wake. Sisi watumishi hatuna hiyo namna, hatuna huo wakati. Hatuna wakati wa kujua mtumishi au mshirika wa kule kijijini anaishi maisha gani. Wewe bora tu unaishi mjini Bungoma, una makanisa kule chini vijijini, hauna haja na maisha anayoishi yule chochole. Lakini unasema kwamba wewe umepakwa mafuta ya kiungu. Kristo, Biblia inasema kwamba alitembea vijijini akihubiri. Mtumishi wa Mungu, sikiliza, leo hii ndio siku ya kufanya maamuzi. Hebu tuone kesho. Kesho nayo ni vipi? Tuanze kuangalia kesho, maana tumezungumza sana kuhusu leo. Kwa nini tusizungumzie kesho? Kwa nini usiokoke kesho? Kwa nini usipokee nguvu za Roho Mtakatifu kesho?
Kwa nini Biblia imetushauri kwamba tufanye yote leo? Tusome, tuanze na Mithali 27. Mithali 27:1. Biblia inasema hivi: usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja. Hilo ni onyo kutoka kwa Bwana. Hatufai kujisifu kuhusu kesho. Na nimeona watu wengi hata wanaotafuta viti mbalimbali wanaongea kuhusu mambo mengi kuhusu 2027. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja. Mtumishi wa Mungu, tumeona watu wengi wenye mipango na maono makubwa, lakini maono hayo sasa hivi yapo kaburini. Kwa nini? Walijisifu kwa ajili ya kesho pasipo kujua kipi kinachoweza kuzaliwa kwa siku moja. Sina mpango wote mbaya kuhusu maisha yako au kesho yako, lakini ninachokushauri ni kwamba kesho ikifika uwe tayari kuonana na chochote ambacho Bwana atapanga, maana kesho iko katika mikono ya Mungu. Tuko na bahati sisi ambao tumeamka siku ya leo ili tusikie ujumbe huu na tuanze kujiandaa. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Tukisoma Mathayo 6:34 na tutaanzia mstari wa 27. Biblia inasema hivi: ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Sikiliza mtumishi wa Mungu. Tusome mstari wa 6:30. Basi ikiwa Mungu huyafika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwafika ninyi enyi wa imani haba? 34. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbua yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Mtumishi wa Mungu, leo hii ndio tunashughulikia. Na uelewe huu ujumbe katika namna ya roho, usiuelewe katika namna ya mwili. Maana ujumbe huu ukikujia na uelewe katika namna ya mwili, utaanza kunichukia mimi. Utaanza kusema kwamba mchungaji au ndugu yetu huyu leo ana nini na sisi? Lakini nataka uelewe huu ujumbe katika namna ya roho, ya kwamba leo niko, kesho huenda nikakosekana kuwa hapa duniani. Nimeandaaje familia yangu? Nimeandaaje maisha yangu? Nimeandaaje marafiki zangu? Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Tusome Yakobo 4. Yakobo 4, Biblia inasema hivi. Tuanzie mstari wa 13. Biblia inasema, haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. 14. Walakini hamjui atakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mfuke uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Tumejisifu sana na kupanga mambo mengi, kesho, lakini hatujui kesho iko katika mikono ya Mungu. We've gone as far as kila wakati unaseti mpaka na alarm. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Sisemi kwamba kuseti alarm ni vibaya. Sisi tunaishi kwa imani, tukiwa na imani kwamba tutaamka kesho. Lakini tuamke tukiwa tumejiandaa pia kukutana na chochote ambacho Bwana atakuwa ametuandalia. Kuna wale ambao wanaokopa kufilisika. Sasa kama umaskini utaingia kesho, uwe tayari. Jiandae leo. Kama utajiri utaingia kesho, uwe tayari. Lakini uwe ukupate upande wa Mungu, usikupate ukiwa upande wa shetani. Hilo ndo ombi langu tu. Kesho chochote ambacho kitatokea, kitokee kama wewe uko upande wa Mungu, kisikupate ukiwa upande wa shetani. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Tunaposoma maandiko, ukisoma Mithali 16:2. Sikiliza mtumishi wa Mungu, tunapomalizia ujumbe huu. Mithali 16:2, Biblia inasema hivi: njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Alafu tusome Mithali 3. Nakimbia mbio kwa sababu ya wakati. 3:28. Biblia inasema hivi:
Usimwambie jirani yako, nenda urudi, halafu na kesho nitakupa, nawe unacho kitu kile karibu nawe. Iwapo una kitu chochote leo na mtu amekuomba, mpe. Biblia inatushauri usimwambie jirani yako, nenda urudi, halafu na kesho nitakupa, nawe unacho kitu kile karibu nawe. Mtumishi wa Mungu, ukiwa na chochote na umekutana na mhitaji, msaidie leo. Maana kesho, usiahidi mtu kuhusu kesho, kesho nitakupa. Mtu akiwa na hitaji leo, huenda wewe uwe mkono wa Mungu au mguu wa Mungu au macho ya Mungu kwa huyo mtu. Uwe msaada wa huyo mtu, Mungu awe msaada wake kupitia wewe. Leo huyo mtu akienda na afe njaa, sijajua kitakachotokea, lakini hutakuwa umetimiza kila ambacho Bwana alikutuma kufanya. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Tunasoma Mathayo 16:2 kuhusu kesho. Biblia inasema, akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu. Kila wakati tunatoa huo utabiri, na hawa ni manabii wa uongo. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu, tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Sikiliza, manabii wa uongo wamejitokeza. Wanaahidi watu vitu, kesho utafanya hivi, mwaka huu ukienda kuisha utafanya hivi. Leo hii Mungu anataka usikie huu ujumbe. Sio kesho, leo. Anza kuandaa maisha yako. Chochote kitakachokuja kesho kikupate ukiwa upande wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, sikiliza. Tunaenda katika Isaya 56:12. Tunapomaliza ujumbe wa leo. Isaya 56:12, ukiwa na Biblia yako, tunaenda mbio mbio. 56:12, Biblia inasema hivi, ya kwamba husema, njooni nitaleta divai na tunywe sana kileo, na kesho kitakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi. Kesho itakuwa kama leo. Watu hawa ni wapumbavu. Watu wasiojua kesho watakuwa wapi. Tunafaa tuishi kwa kupambanua wakati. Biblia imetuambia katika Warumi 13:11, ukifika mstari wa 13, ya kwamba tuishi kwa kujua kwamba usiku umeisha. Sasa ni saa ya kuamka katika usingizi, kuanza kuona mambo ni kana kwamba hapa duniani hatuko kwa muda. Ni kana kwamba huku duniani sio kwetu, tunaenda nyumbani. Na iwapo unajiandaa kwenda mahali popote, maandalizi yanaanza leo. So ninataka nikuandae kwa sababu ya safari ya kwenda mbinguni. Safari yetu ya kurudi nyumbani, unaanza kujiandaa leo. Kuna wengi ambao wamepatikana katika nafasi, yani mtu yuko karibu kabisa kufa, ndiye anaanza kukuambia kwamba nisaidie nimjue Yesu Kristo. Ni vizuri, lakini mtumishi wa Mungu, so long as bado tuko hai, so long as akili zetu hazijajanganyikiwa, tunaweza tukafanya hayo maamuzi leo. So long as hakuna mtu au kitu chochote ambacho kimetujanganya. Na najua asubuhi ya leo hata wale wanaokunywa pombe pia wako soba. Amua, fanya maamuzi ukiwa soba hivyo, kuliko ngojee mpaka kesho. Sikiliza Mathayo 6:27. Biblia inasema hivi, ya kwamba ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Nataka upate hilo. Na mafasi ya nini kuyasumbukia? 30. Basi ikiwa Mungu huyafika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni. Yani tuanze kujua kwamba Mungu anaweza kubariki na vitu, na akiona hauendi vizuri navyo, kesho anaweza akakunyang'anya. Lakini mtumishi, fanya bidii uwe upande wa Mungu. Mambo mengine yakija yakupate upande wa Mungu. Ndio ushauri ambao niko nao kwako kama mtumishi wa Mungu. Na ujiandae, maandalizi ni leo. Iwapo hujapata wokovu na uko na moyo wa kuendelea kupata mafundisho ya namna hii, ili uamini Kristo na uishi katika njia zake, tunapatikana mtumishi wa Mungu. Hapa tuko kwa kipindi kifupi, kama katika studio tuko kwa kipindi kifupi, lakini muda mwingi tunatumika katika kufundisha neno la Mungu. Hata tukiwa katika kazi zetu za mikono yetu, tunafundisha neno la Mungu wakati tunaendelea kufanya kazi. Tunahakikisha kwamba mtu anaamua leo
ili kesho impate akiwa upande wa Mungu. Neema ya kwanza unaipokea leo, wokovu unaopokea leo. Nguvu za Roho Mtakatifu, upako, mafuta yatokayo juu mbinguni unayapokea leo, ili kesho ikukute kama uko upande wa Mungu na uko tayari kumtumikia Mungu. Yoshua akauliza, nyinyi mnasema kuhusu kutumikia nini na nini? Lakini akawapa nafasi, akasema amueni leo mtakaye mtumikia. Na akasema mimi na nyumba yangu nimeamua leo nitamtumikia Bwana, ili kesho inipate upande wa Mungu. Na mimi leo ninaamua pamoja na familia yangu ya kwamba tutamtumikia Bwana, ili kesho itukute upande wa Mungu. Ili laana zisikufuate, ili magonjwa yasikufuate, ili kesho uamke ukiwa katika utukufu wa Mungu. Amua leo mtumishi. Amua leo utatumikia nani. Na Mungu akubariki sana. Mimi ni ndugu yako katika Kristo, Philip Haemba. Mungu akubariki na akutie nguvu na endelee kukutumikia. Amen. Amen.